Kwanza ni washukuru kwa kuja katika ofisi yangu hii, ofisi ya polisi kwa mjini Magharibi, kwa jambo kubwa muhimu ambalo limefanya tuitane nchi yetu kwa maana ya Zanzibar. Tumepata bahati na heshima kubwa kutoka CAF na vyama vya michezo kwa maana ZFF, lakini na chama cha mchezo cha Tanzania. Tumepewa heshima ya mechi ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mkondo wa pili, ambao kwa kweli ndio ya mwisho sasa hii. Mkondo wa pili itachezwa hapa kwetu uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo ni bahati kubwa. Kwa hiyo tumeona tukutane na nyinyi ili tueleze jinsi gani ambavyo jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba mchezo huu unachezwa vizuri, kwa utulivu, kwa amani, na kuhakikisha kwamba heshima ile ambayo tumepewa na CAF inakuwa na nafasi yake. Lakini pia niwaambia wananchi, tukifanya vizuri hii sasa, hii heshima tuliopewa, tunajua kwamba mashindano mengine yanakuja Chani, yanakuja kwetu. Kwa hiyo sasa nataka niseme tu kwamba hapa kwa kweli niombe kabisa kwamba wananchi wa Zanzibar wote kwa ujumla, lakini pia na Watanzania wote watakao kutoka Tanzania bara kuja hapa Zanzibar, lakini na Afrika Mashariki kwa ujumla wake, najua watu watakuja kutoka Kenya. Kwa hiyo mechi hii ni mechi kubwa na itashirikisha timu kubwa pia, timu ya Simba Sport Club ya Tanzania, lakini itakuwa na RS Berkane ya Morocco. Ni timu kubwa, kwa hiyo mashabiki watakuwa wengi. Kwa hiyo tuombe wananchi ni kwamba wafuate taratibu ambazo tumeziweka. La kwanza, mechi ile itachezwa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 na uwanja utafunguliwa saa 5 asubuhi. Uwanja utafunguliwa saa 5 asubuhi, lakini mechi yenyewe itaanza saa 10 jioni. Kwa hiyo niwataka wananchi, kwa sababu uwanja utafungua saa 5 asubuhi, wawahi. Na wananchi ambao wanatakiwa kufika uwanjani ni wale tu wenye tiketi. Yaani kama una tiketi ya kushiriki kwenye mchezo huo, usije uwanjani, utajitafutia shida. Na ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakuja vizuri na timu zetu zinafika vizuri, tumekubaliana na wenzetu wa CAF, lakini na ZFF na TFF na serikali kwa ujumla ya Zanzibar, serikali ya mkoa kwa ujumla wake, kwamba tutafunga barabara kubwa inayoingia uwanja wa Amani kwa watu wanaotoka huku mjini, kwa maana maeneo ya Mchezani Mall, Kariakoo, kwenda kule uwanjani. Hii barabara tutaifungia pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya mjini. Pale barabara yote kabisa, zote mbili zitafungwa. Kwa hiyo ukija pale utakuta kuna beria pamefungwa, kutakuwa na askari watulivu. Kama utakuwa kusikia tangazo hili, lakini na uhakika kila mtu atasikia. Usije ukajaribu kuvuka pale kwa kutumia nguvu. Usije ukajaribu, utajitafutia shida. Tutakuwa na askari wa kutosha pale. Lakini kwa upande wa pili kule, kwa watu wanaotoka Kwerekwe, wanaotoka Magharibi kule kwa maana ya Mwera kuja, tutafungia pale kwenye roundabout, pale kwenye mzunguko wa Amani, pale tunapojenga flyover. Kwa hiyo watu wanaotoka Daraja Bovu, wanaotoka wapi pale, hatutaruhusu gari kuingia kwenye barabara ya kushuka kwenda uwanjani. Na kwa zote mbili zitafungwa. Na tutaweka askari wa kutosha pale na beria itakuwepo. Kwa hiyo tunaomba, najua Wazanzibari ni wastaarabu, watakuwa na ustaarabu wa kutosha. Kwa hiyo usije ukajaribu kutumia nguvu kutaka kupita kwa kulazimisha. Utakuwa unajitafutia shida. Kwa hiyo tukifuata hiyo na tukaenda uwanjani tukiwa na tiketi, tukawahi, kama viwanja tutafungua mageti saa 5, watu wakawahi pale. Na wahika siku ya Jumapili tarehe 25 watu wataingia uwanjani vizuri. Na timu zetu zitakuta hali nzuri, imetulia. Niwahakikishie tu wananchi kwamba katika swala la ulinzi na usalama tumejipanga vizuri. Tutakuwa na askari wa kutosha, waliotulia, watakao saidia wananchi wale ambao wana tiketi zao wanataka kuingia uwanjani. Watakuwepo wa kutosha. Na tunajua ni mechi kubwa kama nilivyosema. Simba Sport Club ya Tanzania ni timu kubwa, ina mashabiki wengi. Lakini hata hii RS Berkane ni timu kubwa. Kwa hiyo tuna uhakika watu watakuwa wengi. Na tuna uhakika kwamba kuna watu ambao wana tamaa. Tunazo taarifa kwamba kuna watu wenye tamaa wameshaanza kuja kutoka maeneo mbalimbali, Dar es Salaam na sehemu nyingine, wanataka kuja hapa kuibia wananchi wetu wa Zanzibar. Sasa hilo nataka niwahakikishie kwamba hilo halina nafasi. Tutakuwa na askari waliovaa kiraia wa kutosha. Kila mahali ambapo kuna mikusanyiko ya wananchi kutakuwa na askari. Watakuwa askari wa uniform,
watakuwa kutosha, lakini kutakuwa na askari waliovaa kiraia, kazi yao ni kuvizia, kuona yule ambaye anajaribu kuchukua kipochi, kufanya jambo lolote, kuiba simu, kufanya nini. Kwa hiyo tutakuwa na ulinzi mkubwa sana, sababu kama nilivyosema, hii ni heshima kwa nchi. CAF wametuheshimu, wametupa mechi kubwa, na sisi lazima tuonyeshe kwamba tuna uwezo kuhakikisha kwamba kila mtu aliyekuja na kitu chake kinabaki salama. Kwa hiyo tunahakikisha wananchi tu kwamba mali zao zitakuwa salama, lakini wale ambao ni wezi waliokuja kutaka kuiba, mtu anatafuta mtaji kupitia hii mechi, hiyo wafute. Kama amekuja kutoka Dar es Salaam, amekuja kutoka Nairobi, amekuja kutoka eneo lolote la Afrika Mashariki, hata kutoka Morocco amekuja wapi, anataka kuiba hapa, hilo wafuta, halitawezekana. Lakini wananchi wenyewe ni watake, tunataka ustaarabu wa Kizanzibari, ustaarabu uliotosha. Na wenzetu wa CAF wamesema hivyo. Ni marufuku kuingia uwanjani na kinywaji chochote, chupa yoyote, silaha yoyote, tutakagua vya kutosha. Usije ukajaribu. Kuna watu wenye tabia za kutembea na mapanga, anatembea na kisu. Siku hiyo tembea mwenyewe, vaa nguo zako vizuri, vaa jezi yako, vaa unachovaa, njoo ukiwa uko salama, hujabeba silaha aina yoyote. Tukikupekua tukakubaini una silaha, utakaa sehemu ambayo utatulia pale mpaka mechi itaisha, na kesho yake ni siku ya Jumapili, tuandae jalada uende mahakamani. Kutembea na kitu ambacho kinaweza kufanyia uhalifu, kuleta uhalifu, kuondoa amani ya watu wanaoenda kuangalia mchezo huu. Kwa hiyo niseme tu kwamba hali ya usalama kweli itakuwa hivyo. Wananchi wakikubali kufuata hayo, yani waje mapema, wale wote wenye tiketi zao, mtu aje na tiketi yake. Na kwenye tiketi niseme tu kwamba tumeona mashindano makubwa yanapofanyika hapa, kuna watu wanapewa tiketi, anapoenda kule kwenye geti haisomeki. Ni wataki watu wakate tiketi kwenye maeneo ambayo ZFF wameelekeza na CAF wameelekeza na TFF. Hayo mashirikisho yote yako hapa. Kateni tiketi wananchi maeneo ambayo yameelekezwa, yanatangazwa, vyombo vyetu hivi vinaeleza tiketi zinapatikana wapi. Kwa wananchi wapate tiketi, uwe na uhakika na tiketi yako. Msinunue tiketi kwa watu ambao wamezishika mkononi. Bali tiketi hii watu wanagushi. Unaweza kununua tiketi kumbe mtu amegusha, anataka kukupotezea muda wako na kupoteza hela zako. Kwa hiyo wananchi nawataka wafanye hivyo. Naamini kwamba tukifanya hivyo vizuri, najua wananchi wa Zanzibar ni wastaarabu. Tukifanya hivyo vizuri, tutaijengea nchi yetu heshima zaidi. Kwa hiyo tutapewa nafasi zaidi ya kusimamia, kwa sababu sasa hivi rais wetu amejitahidi, tuna viwanja hivi vya kisasa. Uwanja mkubwa mzuri unavutia. Kwa sasa tukionyesha vizuri wananchi wa Zanzibar, tukafanya vizuri na wale watakao kuja, tunaweza kwamba tutaendelea kupata nafasi hii ya kusimamia mechi kubwa hizi kuchezwa kwetu. Nimalizie tu kwa kusema kwamba timu hizi ni kubwa, kwa maana Simba Sport Club ya Tanzania na RS Berkane ni timu kubwa, ni timu zenye mashabiki wengi na ni heshima kwa Zanzibar, hasa sisi wa mkoa Mjini Magharibi kupata nafasi hii. Kwa hiyo niwataka wananchi wote tushiriki vizuri, tuhakikishe kwamba mechi inakwenda vizuri.